Mara baada ya siku moja kupita na kuonekana katika mitandao ya kijamii klipu mbalimbali zikienea juu ya changamoto ya barabara iliyopo Chukwani njia ya kwa Gofu, hali iliyopelekea wananchi kupaza sauti na kuwaomba viongozi wa jimbo hilo kuwasaidia na kuwatatulia kilio chao, jambo lililowafanya kutoa kauli ambazo hazikuwa rasmi kiushahidi. Hali hiyo iliyopelekea diwani wa wadi ya Chukwani, Mheshimiwa Fatma Rashid Juma, kuzungumza mbele ya wananchi wa shehia hiyo kuhusu barabara hiyo, huku akikanusha baadhi ya kauli za wananchi hao waliozungumza kipindi kilichopita, ambazo kauli hizo zikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii. Sema Africa Media imefika hadi sehemu hiyo na kushuhudia namna diwani anavyoanza kutoa ushahidi wa mamlaka husika, yaani mawasiliano, kwa njia za nyaraka za maandishi. Na hapa diwani huyo anaanza kuzungumza huku akiwataka wananchi hao kuwa na ustahimilivu, kwani njia hiyo ipo katika mikakati ya ujenzi wa hivi karibuni. Lakini niwatoe hofu wananchi wangu hawa wa Chukwani kwamba hili jambo la barabara hii la Mina hospitali ni tayari tushalifanyia kazi na tayari lishatoka katika mpango kazi ya mwaka huu unaokuja wa 26. Kwa hiyo niwatoe hofu, wasisikilize publish za maneno yanayokuja kwamba tayari utekelezaji wa njia hii ushatekelezwa na muda wote utafanywa kazi, na nimekuja na kuwaletea ushahidi wa jambo hilo ili kuliona na kuridhia hiki nitawaletea kutokana na karatasi hizi. Lakini isitoshe, nilipita siku ya Ijumaa katika barabara hii nikamkuta mjumbe wenu mmoja akawa analalamika diwani, njia mbaya. Nikamwambia ni kweli njia ni mbaya, lakini ikifika siku ya Jumatatu, ikiwa ni leo, ikifika siku ya Jumatatu, naomba muje kwangu mkiwa na hao wajumbe wako wanne, muje kwangu, mtatumia usafiri wangu tuende mpaka mawasiliano ili kwenda kujiridhisha kwa swala hili la barabara kutoka Mina mpaka njia ya kati tunaita hiyo. Lakini na kushangaza kwamba ikifika hata Jumatatu, Jumapili nasikia hili la kwamba vishindo barabara. Sasa mimi nimekuja hapa kama ni diwani wa wadi ya Chukwani nikimsemea na mbunge, kwa sababu mbunge yuko bungeni na mwakilishi, kwani mgonjwa kwenda kwenye matibabu. Lakini kwa kama diwani niko, basi nasimama kama diwani na kukisemea Chama cha Mapinduzi na kusema kwamba mpaka sasa hivi Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa njia hizi za ndani tayari ameshalibeba. Ni jambo la kumsifu na kumpokeza na kumwombea dua katika jambo hili. Lakini hizi barabara za ndani kuna awamu kwa awamu. Ilikuwa mwanzo iko Mombasa, wenzetu alhamdulillah wamepata njia. Awamu ya pili wameingia Mbweni, sasa hivi awamu ya tatu, na ndio maana Mheshimiwa Rais akatuita na kutuambia tulete vipao vyetu mbele vya barabara, na ndio tayari tumevipeleka. Ilikuwa mwaka huu ndio sisi tunaingia katika awamu hii tulikopo nayo. Jambo kubwa zaidi ni kwamba ni subra. Hakuna kitu tunasema kama tunafika unaamka tu kinakuwa, hakuna hilo. Kikubwa zaidi tunachotaka tuwe na subra. Ni kweli mmeniita na mimi nilikuja, na kama nimemkuta ni kiongozi alisema na yeye yuko katika kamati, nalitamani leo awepo, lakini mashuhuda wapo, alisema yumo katika kamati, yeye katumwa na mimi ndio maana nikamtuma ili afikishie nyinyi. Lakini hata hivyo tuseme na hapa pana kiongozi, ndio basi kiongozi, kabla nyinyi kufikisha lile, kiongozi alikuwa aje kwa viongozi wenzake ili tukae meza moja, ili yeye tumpe hichi kilichokuwepo, yeye ndo akuleteeni nyinyi. Sasa usema hata kama una publish unapeleka kitu bila kukaa uongozi kwa uongozi, hatuwezi kufika. Ndio maana akawekwa balozi wa nyumba 10, akawekwa balozi wa kitengo hichi, akawekwa diwani, akawekwa sheha, kwa sababu sisi ni viongozi na mmetuamini mkatuweka. Basi ninapotokea tatizo ni vizuri kuita viongozi kama sisi, tukakaa tukakupeni mrejesho uliokuwepo, kwa sababu mrejesho tuko nao. Nikiripoti kutokea Chukwani, wilaya ya Magharibi B, Unguja, ni mimi Abdalla Balozi.